Asante sana mtazamaji, karibu sasa kwenye sehemu yetu ya ukumbi. Ni wafahamishe wageni wangu kwenu, nikianza na Daktari Alan Mugambi, mhadhiri katika chuo kikuu cha JKUAT. Karibu sana katika studio zetu. Pia tuko naye Ann Mumbi kutoka Nakuru, anayetafuta ajira. Karibu sana katika studio. Tuko naye pia Bi Rosie Wanja, mwenyekiti taasisi ya Albury. Karibu sana. Na hatimaye Buranuddin Simba, muasisi Mazingira Alliance na pia vile vile kiongozi wa vijana. Karibuni sana. Mada yetu yenyewe inajieleza kisunzi cha ajira, kwa nini hakuna ajira, lakini kuna taarifa ambayo tunataka tuiweke hewani kwa sasa. Taarifa ambayo iliangazia vijana wengi akiwemo Ann aliyetokea Nakuru kuja hapa katika taasisi ya Kabete kwa ahadi kwamba wangepewa nafasi za ajira kwenda ughaibuni kupata kazi, wakati huo shughuli ikiendeshwa na Waziri Alfred Mutua, waziri wa leba. Yasmin Rahab, mkazi wa Mombasa, ni miongoni mwa zaidi ya Wakenya 20,000 ambao wanatafuta kazi ughaibuni na ambao walifika mapema kujaribu bahati yao. Ole wake Rahab, mzazi wa wanawe watatu, umri wake wa miaka 46 ulimtupa nje. Mtoe hiyo age limit, ndo nitaomba tu serikali yetu. Mradi una nguvu zako, unaweza fanya kazi, umri si chochote. Eric Ogendi, dereva wa ujuzi wa miaka 17 kutoka Kisii, alifika KICC saa 11 asubuhi baada ya kusafiri usiku kucha. Kama vile Rahab, Eric vile alizuiliwa, kwani ni wauguzi pekee waliotakiwa KICC. Ndio niliingia nikanunua soda moja, nimekunywa hadi asubuhi. Bado niko hapa sijaoga. Saizi nafikiria jinsi ya kurudi wapi? Kurudi Kisii. Sina nauli, sina chochote kile. Kwa nini watuite hapa na wanajua washatosheka na watu, already washachukua watu, alafu wanakuja hapa kutuambia tuende Kabete, sijui tuende wapi? Hata hivyo, kuna wale waliobahatika kama Ann Mumbi aliyefika taasisi ya Kabete Polytechnic kujaribu nafasi ya taaluma yake ya utaalamu wa umeme. What a man can do, a woman can do it better. Because nilikuwa motivated, because unapatanga uko motivated na other groups. Baadhi ya wanaotafuta kazi, hata hivyo, wakidai utoaji hongo ili kupata nafasi ya kuhojiwa na kuajiriwa. Unapata agent anakukujia, wacha nikupe namba alafu ulipe commission. Na Alfred Mutua alisema vizuri, we are not supposed to pay anything. Hata hivyo, kwa mujibu wa waziri wa leba Alfred Mutua, hakuna yeyote anayepaswa kutoa pesa ili kuhojiwa, huku akitangaza kuongezwa muda kwa zoezi hili hadi Jumatatu na kueleza wasiwasi kwa idadi ya Wakenya ambao hawana ujuzi wa kazi licha ya kuwa na vyeti. Mtu anakuja hapo anajifanya ni fundi wa mawe. Anaambiwa atengeneze mawe, wanakuta halfway through jamaa juu vile anafanya. Mwingine anajifanya ni fundi wa chuma, mwingine anajifanya. Kwa hivyo wanataka watu ambao wameiva. Ni Wakenya 3,000 pekee ndio wataajiriwa baada ya zoezi hili. Kwa Wakenya wengi ambao wamekuwa wakitafuta kazi kwa muda mrefu, fursa kama hii ni muhimu sana kwao, kwani huenda ikabadilisha maisha yao milele. Seth Olale, runinga ya Citizen. Naam, haya. Alfred Mutua huyo akizungumza, anasema watu walikuwa wanahitajika ni watu wameiva. Ann Mumbi yuko hapa, yuko pamoja nasi, ni fundi wa umeme, amesomea, amehitimu. Ann, ulifanya majaribio haya kama ilivyotakiwa mwishoni mwa mwaka uliopita, nafikiri kama sikukosea ilikuwa mwezi Oktoba. Na baadaye ukasimama pembeni kando ya waziri Alfred Mutua, ahadi ikiwa kwa sababu umefaulu utapelekwa, na ilikuwa upelekwa ughaibuni. Mpaka kufikia sasa, mbona uko hapa nchini Kenya? Umewahi kupigiwa simu, umewahi kutafutwa ama namna gani? Okay, asante. No. Mimi nikiongea on my behalf, sikuwa receive any message. Walituambia watatupea 48 hours and then tutapata feedback. So I waited for 48 hours, 48 hours ikaisha, ikakuwa wiki ikaisha, nao ni miezi. Na walisema 48 hours. No. So I don't know what happened, sikuwa ipata feedback. No. Kuna wale ambao
market tangazo aliokuwa anatoa waziri Alfred Mutua kidogo kuna wengine walikuwa hawalielewi. Kwa wale ambao walikuwa wanahitimu ama wafanyiwe majaribio na wafaulu, walikuwa watalipiwa visa, wapate passport na pia walipiwe tikiti za ndege za kusafiri. Ilikuwa hivyo kwa kila mtu ama kwa baadhi? Alisema kila mtu akiqualify, kama umequalify utapewa passport, visa, everything itakuwa paid for you. Except ya medication, utatoa tu ya medication kitu kidogo. Hiyo ndio alisema. Kwa hivyo mpaka kufikia sasa hakuna lolote. Unahisi waziri alikuhadaa ama namna gani? Hapo sijui, hata sijuangi, niko too blank, niko kwa dark, sijui what happened because tulikuwa watu kadhaa kutoka Nakuru, hata hawakuipata feedback. Kwa hivyo hata wale wengine pia hawakupata passport zao, zilichukuliwa, hawakuwezipata back. Pale ulipo wewe sasa, je, una pasipoti? Una uwezo wa kusafiri nje ama huna uwezo? Na hivi sasa kuna kibarua chochote umepata? Kuna kazi yote ama la? Hapana, saizi sina kazi. Niko tu na hustle, nikipata ka job mahali nenda nafanya, siko employed. So I'm looking for job. I'm not employed. Na kozi yako ulifanyia wapi? Nilifanyia Nakuru. Nakuru Youth Sport Technic. Kozi ya muda gani? Ilikuwa 2 years and a half. Na ukamaliza na ukahitimu? Nikamaliza, niligraduate on 18th. December. Nitarejea kwako nieleze kwa nini mpaka sasa hivi inakuwa vigumu kupata ajira. Daktari Alan Mugambi, pengine ni swala zuri ile kuzungumzia kwa sababu ya vijana. Kuna nafasi ambayo serikali inakuja nayo kujaribu kuwasaidia vijana kupata ajira, lakini unakuta ni ahadi za kuvunjwa. Kwa sababu ndio kuna sehemu kiwango fulani, manake wameshatupeleka katika viwanja vya ndege kutuonyesha kwamba kuna vijana wanaondoka, lakini kuna wale ambao ahadi zao zinavunjwa. Tupe mwelekeo. Serikali inahitaji kuingilia katika masuala haya ya kutafutia vijana kazi nje ya nchi, ama ni jukumu linastahili kuwa la kibinafsi, iwe ni taasisi za kibinafsi ama la? Kwa sababu kuna upungufu ambao unaojitokeza hapa kwamba huenda pengine serikali haina fedha za kutosha kugharamia vijana wote wanaotafuta kazi. Asante sana Bwana Nimrod kwa swali lako ambalo nitarijibu kwa na 2 answers. Nafikiri serikali ina jukumu kubwa la kusaidia wananchi na sana sana vijana kupata ajira, lakini pia vijana wana yale matayarisho lazima wafanye ili waweze kupata ile ajira. Na nitasema kwamba ukiona katika labor market kuna yale matayarisho lazima uwe nayo ili uweze kupata ile kazi, na kidogo pia hiyo ni bidii ya kibinafsi na pia serikali kusaidia, kwa sababu naona kwa vyuo vyetu ama vyuo vya kifundi vyenye viko hapa nchini tunafaa kuanzia na viwanda yale yanahitajika na hivi viwanda, alafu turudi tuweze kuwatayarisha wale vijana ili waweze kupata zile nafasi. So kama nafasi itatokea na wale vijana hawako tayari, hawajajitayarisha kulingana na yale yanahitajika na hivi viwanda, basi itakuwa ngumu sana kupata ile nafasi. Pia naona pia ni wajibu wa serikali pia kuwezesha process kuwa rahisi kidogo. Kusafiri nchi za ugenini sio kazi rahisi, unahitaji vyeti kadhaa, passport, vitu kama good conduct na hivi vyote. Kwa mtu kama dada yangu hapa mwenye labda hana ajira, itakuwa ngumu sana kupata vitu kama vile. Hela ni shida kupata, labda laki karibu 50. Lakini pia hata kama ana zile laki 50, kidogo tumeona process kidogo ni ngumu kidogo. Najua labda kulingana na yale nimesoma ama utafiti wangu, serikali inajaribu, lakini bado kidogo kuna gap kidogo ambao lazima tutie bidii ili tuweze kusaidia na kupata zile opportunity. La mwisho pia ningetaka kusema kwa hilo swali, dunia inaenda kwa mwendo wa kasi sana. Sisi kidogo naona ni kama tunabaki nyuma, kwa sababu yale tunafunza saizi labda tulifunza tukiwa na akili ya miaka 10 iliyopita. Saizi mambo imebadilika, imeendelea. Kwa hivyo wale tutaweza kuproduce sasa, kama tutaweza kuwapatia yale the latest happenings, then itakuwa bado watakuwa waweze kupata zile nafasi za kazi ambazo ziko kwa sasa hivi. Kwa hivyo tunazungumzia ushindani. Nitarejea kwako, lakini Burhanuddin, najua umetokea chuo kikuu wakati fulani. Tueleze, masomo yanayotolewa ni masomo ambayo yanaenda na wakati ama yamepitwa na wakati?
Asante sana Nimrod. Kwanza kabisa sema kwa sauti tu. Kwanza kabisa hili swali la kazi ni swala la dharura sana. Na niliposikia vile waziri alikuwa anaongea, aliongea ni kama ni jambo rahisi, lakini niliona zile foleni vijana walipanga, kutakuwa na shida hapo mbeleni tusipotatua hili shida. Masomo shule tunaweza sema imepitwa na wakati na haijapitwa na wakati, kwa sababu ukiangalia Vision 2030 na huo ndio mkataba ya wananchi na serikali na zile targets serikali ziko nazo na ile elimu inapeanwa kidogo zinaendana. But ukiangalia dunia ni kama tunapitwa na wakati. Nchi hii huwa tunakuanga na sera za reaction, we react badala ya kuwa proactive, like kuona mbele na kusema tutafanya nini kuelekea mbele. Sisi huwa inakuanga ni nini imefanywa, sasa huwa tunakimbizana nao. Saizi watu wanaenda AI, lakini shule zetu bado unaambiwa uprint assignment, unaambiwa like unaambiwa zile vitu unatumwa ni vitu hata inaweza fanywa na kompyuta, lakini zile skills zinafaa kuambatana na ile wakati tuko sasa, na kidogo ni kama kuna changamoto pale. Na hata wataalamu wa elimu pia wao pia wanakaa hawajui nini inaendelea. Mara wanakuambia tuko CBC, juzi nilisikia tuko CBE. Ni kucheza tu na herufi, lakini hamna mwelekeo. Kozi ambayo Anna amefanya ni kozi ambayo ina ushindani mkubwa. Ni kozi ambayo ukiangalia katika sasa hivi tunazungumzia ulimwengu wa ujenzi na kadhalika, ni kozi ambayo hastahili kuwa hana kazi. Tatizo liko wapi katika sekta taifa hili kuangazia sekta ambazo ni muhimu katika kuwaweka vijana katika nafasi nzuri ya kupata kazi? Kwa sababu ukitumia miaka 2 na miezi kadhaa kusomea kitu fulani, sio kwamba hujatumia muda mrefu. Ule ni muda mrefu wa kukufanya uhitimu katika jambo fulani. Unahisi kwamba serikali imezembea katika kufanikisha sekta fulani ama namna gani? Tunaweza sema serikali imezembea, na vile vile ukiangalia hizi kazi za technical kama kazi ya Ann, kidogo sisi wananchi wa Kenya huwa hatuitilii manani. Kuna vile watu wanaona huyu amesomea hii, watu wanasema hii ni kazi ya mkono. Hata akiandikwa kazi mara mingi inakuwa hana insurance, hapatiwi contract, ni ile anaingia pia mambo ya minimum wage haifuatwi, kwa sababu kwa hivyo hamna structure. Lakini vile ulisema hii ni kazi ya dharura, nyumba zinajengwa kila siku, kazi zinafanywa kila siku, na ni kitu inahitajika mtu akuwe nayo. Lakini serikali imezembea kuweka laini hiyo sekta ndio ikuwe rahisi sana au watu wapate kazi. Vile vile unaweza pata Ann akona ile technical skills, lakini tuseme kuna mahali inahitajika ujuzi wake. Pia kidogo kutakuwa na shida ya lugha. Sasa hizi TVET, kama unafunzwa hizi technical skills, lazima ufunzwe lugha 2-3 international. Ndio ukimaliza wewe ushukue tu confine kwa hii soko la Kenya, but unaweza fanya kazi kwingine pahali lolote. Asante Burudini, nitakuja kwako tena baadaye. Rosie, umebobea katika masuala ya kutoa nafasi za wanafunzi kujifunza na wengine pengine kwenda nje. Katika kozi ambazo zinahitajika sasa hivi, ushindani uko wapi? Ndipo sasa mwanafunzi aweze kujua ni kozi gani yenye umuhimu ambayo nikimaliza tu hivi sitaabiki kupata kazi. Asante sana Nimrod. Ningetaka kusema kwamba katika TVET zetu tunafunza kila kitu na tuko tayari kwa soko, lakini unapata kama ule mkataba uliwekwa sahihi na rais wa Jerumani na rais wetu, tuko na mtu kama yeye amefanya electricals lakini hana Kijerumani. So hapo ndio kidogo kuna shida kubwa, hata si kidogo, ni shida kubwa mno, because tuko na soko ya electricals, tuko na soko ya watu ambao wanafanya kazi za maji, lakini hiyo fursa
hatujachukua vizuri, manake hatujajitayarisha kama nchi, na huo ndio ukweli. Miaka 2 iliyopita haya mazungumzo yalianza katikati ya Ujerumani na Kenya. Lakini ukirudi hapa nchini sijaona ni nini hasa tumefanya kama nchi. Sijaona ni nini kimefanyika kwenye TVET ama hata high school. Kwa maoni yangu, mimi ningeulizwa, ningesema lugha ya Kijerumani inawasaidia watu wa Kenya kwenda kufanya kazi nchi 6. Na hizi nchi 6 ziko na fursa, lakini sisi hatuna idadi kubwa, hatuna ya kupeleka watu. Kama tunaweza anza hii Kijerumani na iwekwe kama ni compulsory from form 1 up to form 4. Huyu kijana ama huyu msichana akitoka kwenye high school akienda kufanya electrical, anaenda akisomea hiyo ujuzi kulingana na ile soko anaenda kufanya kazi. Rosie, unazua wazo zuri sana, lakini sasa tatizo liko wapi? Kwa sababu ikiwa tumefanya mazungumzo kwa muda wa mwaka 1 au miaka 2 na taifa la Ujerumani, na limetupatia kama masharti kwamba mkitaka tuajiri vijana kutoka Kenya, masharti ni kama haya. Kuna lugha, kuna vitu na kuna vitu. Na naamini kwamba pia lugha nyingine zina umuhimu, ikiwa ni Ufaransa, ikiwa ni lugha ya Uchina ama kadhalika, ili kumpa mtu nafasi. Sasa tatizo liko wapi? Liko katika kutekeleza, kwa sababu ukimwambia mtu kama Ann leo kwamba jaribu uingie shule ujifundishe Kijerumani hata kama miezi 6, naamini kwamba atatafuta zile hela. Lakini hakuna mtu, hata katika nafasi kama ile ambayo alikuwa nao Alfred Mutua na viongozi wengine kuwatafuta vijana kazi, hakuna anayoeleza bayana kipi kinachohitajika. Ukikosa nafasi ya kwenda Qatar, basi una nafasi nyingine ya kwenda Ujerumani ikiwa umesomea Ujerumani. Sasa tatizo liko wapi? Tatizo ni kutekeleza, wacha niseme hivyo. Na tatizo lingine ni PR. Samahani kwa kusema hivyo. Wakati tulitoka hapa na tukaenda Ujerumani, mimi mwenyewe nilienda na nilipatana na watu kadhaa wa makampuni tofauti, na wakasema vile vitu wanataka kufanya. Kutoka turudi hii nchini, sijapata kuona ni nini kimetekelezwa na serikali. Sasa ni mikataba ya bure tunatia na mimi sahihi. Mwenyewe kibinafsi yangu nikakuja na nikafungua shule. Nikasema wacha nifuate sheria ya kufungua shule ya Kijerumani, nitafute mtu kutoka Ujerumani, tushikane na yeye tuanze. Nikajaribu kuuza hii sera kwa hata Alfred, nikamwambia tulete watu wafunze watu Kijerumani. Nasikia kunao walikuja, lakini sijaona ni nini wanafanya. Mimi ningeuliza kama ni TVETs, tufungue shule za Kijerumani ya TVETs compulsory, tuifanye hivyo. Out of my way nimeenda na nikaleta OSD na wamesign mkataba na TVETs. The other problem ni the body ya examination, wale ambao watu wanawafanyisha examination. Tuko na GOTE na tuko na OSD. Saa hizi ukienda kwenye GOTE imejaa, huwezi pata fursa, lakini ukienda kwenye OSD iko, lakini imeanza pia kujaa. Kwa hivyo hata hawa wakienda kuanza kusoma Kijerumani, pia kutakuwa na shida ya examination body. Ni nani atawahitimu hawa ili wapate cheti cha Kijerumani? Kwa sababu kufanya kazi Ujerumani lazima ukuwe na B1 na B2, na lazima uanze A1, A2, B1 na B2. Kusema ukweli hatujaiva kwa hilo soko, hatujafikia hilo soko. Unahisi kwa mtazamo wako itatuchukua muda gani kufikia hicho kiwango ikiwa bado hatujaanza kutekeleza? Itabidi tuchukue, nafikiri unajua shida ni hili. Mimi mwenyewe personal nimeleta kampuni hapa watafute watu ambao watawaajiri. Lakini wakianza kufanya interview wanapata hatuna watu, wanaenda kwenye nchi za jirani. Na kuwarudisha hapa lazima waoneshe umefanya mikakati gani. Kusema ukweli tuko na chance, lakini it needs an extra hand. Lazima serikali ijikakamue. Nitarejea kwako unieleze kwa nini serikali inajivuta wakati ambapo inaendelea kutoa ahadi kila kukicha kwamba tutatoa ajira kwa vijana. Nitarejea kwako. Ann, naamini kwamba licha ya kwamba ahadi yako bado haijatimia, huja kuwa tu umeketi nyumbani, umebisha hodi mahali fulani kutafuta kazi na kadhalika. Kitu gani ambacho pale unapokwenda kinakuzuia kupata nafasi ya kazi? Ni kwamba kazi hakuna, ama wanahitaji mtu pengine anafahamu lugha nyingine hapa nchini ama mjini Nakuru kwa mfano? Kitu gani ambacho kimefanya iwe vigumu kwa wewe kupata kazi? Okay, nikienda kutafuta kazi mostly unaambiangwa like hakuna vacant.
So ndio kitu huyu na hatu mtu kuzunaambiwa hakuna vacant, wanasema tuko wengi. Tena wanasema kuna wengine wanaweza kuambia like hatutaki ladies hapa. Unashinda sasa utafanya nini? Wamesema hawataki ladies. What are you going to do? Yeah, those are the challenges. Na, ni kozi ambayo umesema ulichukua miaka 2. Yeah, kwa sasa hivi ikiwa tatizo litakuwa kupata kazi, huwezi tena kusubiri mpaka serikali ikupe ahadi nyingine. Inakubidi basi kama wenzetu wanaozungumza kuwe na ushindani wa kwamba nijaribu kozi nyingine. Je, unayo nafasi kama hiyo ama hali ni ngumu? Okay, hapo kupata pardon, can you come up with the question? Nauliza una fursa nyingine ya kufanya pengine kozi nyingine tofauti ambayo inaweza kukupa ajira? Okay, nikiweza pata chance ya kufanya kozi nyingine naweza fanya. But still unajua background inakataa. So kama naweza pata tu mtu anaweza ni sponsor nifanye kozi nyingine, well and good, naweza fanya. Yeah. Alright. Nitakuja kwako unieleze kama bado una matumaini wapo serikali itakupa nafasi. Lakini daktari, tunazungumzia changamoto ambazo kama Rosie amezizungumzia. Ni kwamba mbali na kwamba mnatoa wanafunzi katika vyuo vikuu wamehitimu na vitu fulani, utakuta hata katika baadhi ya wale ambao wanajitokeza katika hafla kama zile ambazo anaongoza Waziri Alfred Mutua, utakuta kuna wanafunzi wako. Utakuta kuna wanafunzi wamehitimu na shahada na bado anatafuta ajira ya aidha kwenda kufanya shughuli za upishi, shughuli za kusafisha nyumba, shughuli za kuunganisha mabomba, shughuli za masuala ya ufundi na kadhalika. Kwa hivyo namlazimu abadilishe ile kozi aliyofanya katika chuo kikuu kwa sababu ya kwamba hakuna nafasi za kazi. Asante Bwana Nimrod. Na nitajaribu kulifafanua hili swala kwa sababu lazima tujue pia serikali ina nafasi yake na pia mtu binafsi ana nafasi yake ya kujitayarisha kwa hizi nafasi ambazo zitatokea. Ningetaka kusema kwamba yale masomo unapata for example kwa vyuo vikuu na TVETs, hizi vyuo vingine vya kiufundi ni kind of basic. Kuna yale mengine lazima uweze kujazilia ili uweze kuwa competitive ama marketable. Saizi tunazungumza kuhusu mambo ya akili badia ama mneba AI. Ndio sasa ambayo the next frontier ambayo itaweza kufagia kazi nyingi sana ambazo zenye tumezijua na zenye tulikuwa tunafunza wanafunzi wetu ili waweze kuzipata. Dunia imebadilika sasa. Tumeenda new frontier ya IT. So kama ulifanya computer science ama HR ama nini, lazima uende pale sasa usome haya mambo short course ya tunaita kwa lugha ya Kiswahili akili bandia, lakini si bandia vile, ni lile jina linatumika ili uweze kuwa competitive. Na pia zile lugha kufanya lugha yoyote inachukua miezi 6, labda miezi 6, labda mwaka mmoja kufanya yale, na yale labda sio serikali itaweza kuja kukuambia njoo tuweze kukufunza. Kuna ile initiative pia wewe itabidi uweze kujitokeza kwa sababu nafikiri director hapa amesema kuna nafasi. Sasa ni dada yangu hapa na wengine wajue ziko, sasa tutafute ziko wapi. Saizi kupata information online ni rahisi sana, unaweza pata information, lakini pia itabidi wewe uwe na ile hamu ya kuweza kupata zile opportunities ziko, na pia ujue venye nilisema serikali na nafasi yake, na pia wewe binafsi kuna yale unafaa kufanya. Lakini ya muhimu ni kwamba tunazungumza sana pia kuhusu kazi, nafasi za kazi nje, na pia hapa ndani serikali inafaa pia kuangalia zile nafasi za kazi ambazo tunafaa kubuni, kwa sababu labda kuna changamoto pia pale nchi za kigeni. Sio it's not obvious that ukiingia pale basi mambo itakuwa rahisi. Kuna zile soft skill pia wanaangalia, na tumeona kidogo youth wetu wakienda pale kama wako hawajajitayarisha, inakuwa bado ni vita zaidi. Wengine wanarudishwa, wengine kidogo wanaambiwa hamko tayari. Kwa hivyo pia kuna yale soft skills lazima wenye wanataka kufanya kazi nje pale wawe nazo, na hizi sio yenye utafunzwa kwa hivi vyuo ama ile degree ama diploma umefanya ya miaka 2 ama 4 years. So kuna yale mambo sana
mtafutaji kazi lazima ajitayarishe, preparedness, willingness, na pia kuwa na tuseme ile attitude ya kufunzwa mawazo ambayo si potovu, yale mawazo ambayo inafanya wenye wanakupatia kazi rahisi kwao ili iweze kusaidika. Lakini ya mwisho pia ningetaka kusema kwamba kuna wale wana speciality na wana uwezo sana ya kusaidia watu wetu wapate kazi nje, lakini nikiangalia nchi kama Uswizi, Australia, Japan na hizi zingine, percentage ya unemployment iko less than 2%. Walifanya nini wakaweza kujitozeleza? Kenya hatuwezi tukafanya hayo. 2% ni kidogo sana, na kama venye dadangu alisema hapa, how are we strategically thinking and preparing our students kuchukua hizi nafasi za kazi? Ukua Swiss ama Switzerland, ukua na miaka 15 na 16, wako na ile wanaita dual education. Unafunzwa na unaenda kwa industry ile ambao unaitaka wewe. Ndio. Kwa hivyo by the time unamaliza una the right skills, na pia una attitude, na pia una practical experience. Kwa hivyo kijana mdogo wa miaka 18 akitoka pale ameiva, itakuwa rahisi sana kwa kampuni kufanya nini? Kupata ajira. Lakini hapa kidogo miaka karibu 23, 24 bado mtu hajaiva, labda hajui kuvaa, hajui kuzungumza, hajui ku presentation skills zile ambazo zinatakikana sana sana kule ndani na pia hapa kwa ajili ambao tuko nao. Kwa hivyo pia tuna changamoto pale. Tunakubaliana kwamba kuna matatizo ya kibinafsi na kuna matatizo ambayo mengi yanachangiwa aidha na serikali au hata taasisi. Kwa kifupi sana, Rose, swali langu naliuliza mara mbili kwa sababu naamini kwamba mti huwezi kuupanda ukiwa juu, unaanzia chini. Kwa sasa hivi tunazungumzia mtaala wa CBC. Angalau mtaala wa CBC umeleta lugha tofauti. Kuna sasa watoto utasikia anazungumza Mandarin wiki moja, mara nyingine anazungumza Japanese, mara nyingine Kihindi na kadhalika. Tatizo ni kwamba katika mtaala kama ule utakuta kwamba kuna wengine wataachwa nyuma. Kuna shule za kibinafsi au shule zilizoendelea hata za kitaifa zina uwezo wa kuwa na walimu wa kufundisha. Kuna shule ambazo ziko mashinani hazina uwezo wa kufanya jambo hilo. Sasa nani wa kusaidia katika kutoa msukumo kama huo? Je, watu binafsi kama nyinyi mnaweza kuchangia? Ama la pili, tumetatizika kama taifa kwamba viwanda vingi vinafungwa ama wawekezaji wengi wanaondoka kwenda nchi jirani kwa sababu ya ushindani. Inatoa fursa ya kwamba vijana hawawezi tena kuingizwa katika viwanda kupata kazi. Sasa hayo ndio matatizo yaliyoko. Sijui nafasi yenu ni ipi katika kutoa msukumo kwa serikali kuweza kuwajibikia hayo masuala mawili. Asante sana Nimrod. Sisi kama Albury Institute tumechukua fursa ya kushikana hata na makanisa. Last week tumekuwa na mkataba wa kuongea na anaitwa Bishop Akama. Kamweleza kwako kuna youth wengi ambao wamehitimu kwa technical skills. Kuna vile tunaweza kuja tukupatie fursa ya kuwafunza Kijerumani. Na huu mwezi unaanza wa Mei, tuko na students 20 tumesponsor kwa kanisa yake. Moja iko Rongai na ingine iko hapa Nyayo, kwa sababu kanisa pia liko na jukumu, na tumeona kanisa ni beneficiary ya hawa leaders wetu. Pesa zaenda kule, so mimi nikaona pia kanisa linafaa lichangie. Huwezi kuhubiria mtu ambaye ako na njaa. So nikamweleza ni vizuri tuende hivyo. Pia niko na darasa ya 20 students kutoka Anglican Church of Kenya through Bishop Charles Muturi. Niliwachukua through the marathon. Wale wote walishinda marathon. Nimewachukua, walianza A1, sasa wako B1. Niko na wanafunzi pia niliwachukua kutoka Kikuyu constituency. Wao wakalipiwa na Honorable Ishongwa. Wameulipiwa kila kitu. Sasa wako kwenye B2. Hao walimu wanahitajika ECDE teachers kwenye Ujerumani na mshahara ni $2,500 euros, sorry, not dollars, euros. So ukiona usipojitolea we mwenyewe kama kiongozi, because mimi siko hapa kutengeneza pesa, niko hapa to see lose zile opportunities. So unapata pia leaders wanafaa wachukue
nafasi hizi za kuwasaidia hawa watu. Si lazima lugha usomee kwenye darasa. Sisi tuko na darasa za online. Tuko na email tumepata, naweza kuonyesha, wanataka nurses kutoka kwa shule yetu, lakini hatuna. Sasa tuko na nurses 3 peke yake wenye wanasoma. So tumewauliza, wacha tukue na mkataba ya mfunze hawa watu kutoka nchi yenu. Sisi tutawasaidia kuwagather. As of now, last week tuko na 66 nurses wamekubali kuingia kwenye ule mkataba. Lakini vile ndugu yangu amesema, Wakenya ni fani. Mtu anaingia analipiwa darasa bure, akuji siku 2, akuji wiki moja. So vitu za bure pia Wakenya wana misuse. Hii ingine umesema kuhusu vijana kuwa kwenye viwanja. Wacha tukubaliane kuwa Nimrod, hatuna hizo nafasi kwenye nchi yetu. Hatuna kabisa. Nilifurahi kuona rais wetu ameenda China. Ningekuwa kwenye ule mkutano, ningeomba kampuni zingine za China zilete viwanda zao kwenye nchi. Tunaweza fanya Kenya iwe hub ya kusupply electrical materials in the East Africa. Mimi ningeomba, ningetembea na rais, ningeenda kwenye kampuni za mahali sisi hutoa pipes, mahali sisi hutoa tiles, tulete wa China kwenye hii nchi, watengeneze factory, badala ya hata sisi kupeleka watoto wetu kwenye nchi za ugenini. Tuko na kampuni mingi sana. Tuko na kampuni ya silage. Mimi mwenyewe napanda silage. Silage ni hii chakula ya ng'ombe. Mimi ninaleta makaratasi ile ya kuleta kutoka China. Lakini hiyo kampuni nimekuwa nikiwauliza, mbona msilete hii kiwanda yenu kwenye nchi? Wananiambia tumekuja, lakini nchi ni ardhi ni pesa mingi. Mimi nauliza, zile economic zones zilikuwa zimewekwa na serikali. Tumeona ya Dongo Kundu imefungua mambo mingi. Wapi hizi economic zones? For example, kama hiyo kampuni ya China ikuja ipatiwe kama mahali kuko na hizo silage, iweke na iajiri vijana wetu, because tuko na vijana wengi wako na mahitimu, lakini hatuna hizo kazi hapa. Unless sisi wenyewe tulete hizo makampuni to create the employment. Umeleta wazo zuri, umemzungumzia Rais William Ruto na ziara yake, na baadaye tutakaporejea tutakuwa tunaonyesha taswira ya mikataba ambayo ameweza kuweka sahihi. Lakini kama ulivyouliza, je, ni viwanda ambavyo vinaweza kuja hapa kufanya miradi kikamilifu, ama vinaleta tu miradi ikikamilika vijana wanaacha kazi na kazi inaendelea, Wachina wanarudi kwao, ama namna gani? Tutarejea hivi punde, mtazamaji, usiondoke hapo ulipo. Tunazungumzia kisunzi cha ajira.